Karibu mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu. Ikiwa ni mara ya kwanza unategemelea chaneli hii, basi ni muhimu kujua tunajifunza mambo mengi yanayotoka katika Biblia yanayohusu imani na kumjua Mungu kwa uhalisia. Lakini siku ya leo natamani tuzungumze. Ni mazungumzo ni jambo fulani hivi linalohusu habari ya siku za mwisho. Matukio siku za mwisho. Jambo la muhimu sana ambalo ninaamini kwa neema ya Mungu inaweza kutusaidia. Tunapita kipindi ambacho hata sasa ambako udanganyifu na ukweli vinafanya kazi. Na wakati mwingine udanganyifu unaweza kuwa na uzito mkubwa kuliko ukweli. Na hivyo ukahitaji msaada usiokuwa kawaida wa kusaidia kuishi katika kweli. Yesu alisema katika kitabu cha Mathayo sura ya 24, akizungumza habari ya uwepo wa manabii wa uongo, ishara na maajabu kufanyika, anasema hata yamkini walio wateule, manake kama ingewezekana hata walio wateule wangedanganya. Manake uongo utakuwa ni mkubwa unaokaribiana na ukweli, utakuwa na mstari mdogo sana kati ya uongo na ukweli. Lakini wanadamu, kwa sababu hatujajenga msingi sahihi kwenye kila ambacho ni cha muhimu, tumejikuta tunapelekwa na kila namna ya upepo wa mafundisho, upepo wa matukio, kwa sababu tunatamani maisha mapya, tunatamani maisha mazuri, tunatamani kwenda mbinguni, si ndio? Tunatamani vitu vyote. Lakini je, tunaweka msingi gani ulio salama kutuepusha na kila namna ya udanganyifu unaokabili dunia hii, tukijua ya kuwa walengwa wa changamoto zote ni wanadamu? Yesu alikufa kwa ajili ya wanadamu. Shetani anahakikisha anapambana kwa ajili ya wanadamu. Anapambana kwa ajili ya wanadamu, sio kwa kisha wanapotea, kwa sababu hukumu yake tayari ilikwisha tamkwa. Alishafukuzwa mbinguni, hakuna nafasi yake tena. So guess anafanya nini? Anahangaika kwa ajili ya wokovu wake tena. Kwa hiyo nguvu zote anaziwekeza kisha ya kwamba hawa wanadamu waokolewe. Wakati wa Kristo alikufa kwa kisha hawa wanadamu wanaokolewa. Na tukijua ya kuwa sisi wenyewe tuna asili ya dhambi, tumeshikisha asilika na sika shako wa dhambi, si ndio? Kwa sababu ya dhambi imeshatuvamia na tuko mateka kwa ajili ya hiyo. Ndio maana kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 7 anasema mwili hawezi kuitenda sheria ya Mungu. Na hawezi sasa, kwa sababu mwili ni dhaifu na unakuwa na wakati mgumu wa kutii sheria za Mungu. Lazima tujue tunafanya nini katika wakati huu. Tunajenga msingi kwenye kitu gani? Tunahitaji kuweka msingi katika Biblia, neno la Mungu, na kuwa na imani kwa Mungu. Na kuwa na imani kwa nani? Kwa Mungu. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu Injili inahubiriwa na watu wa namna mbalimbali, si ndio? Na kila mtu ana namna yake ya kuhubiri, na kila mtu ana kusudi lake. Kwa sababu Biblia inasema kuna wengine wanahubiri Kristo kwa ajili ya usuda, kuna wengine Mungu wao ni tumbo, wanahubiri kwa ajili ya tumbo. Na kuna wengine wanahubiri katika kweli kwa ajili ya watu kuokolewa. Kwa katika yote lazima tuweke msingi kwenye neno la Mungu kuwa ndio ushahidi pekee wa kuamini ukweli. Lakini je, itakuwaje ikiwa nimefundisha Biblia vibaya? Ndio maana unahitaji kuwa na imani kwa Mungu aliyeumba mbingu na nchi, maana hakuna mwingine. Ukiweka imani, yeye atakusaidia kusikia ukweli. Maana hata Yesu anasema kitabu cha Yohana sura ya 10 ya kwamba kondoo wanajua sauti yangu na wala hawatafuata sauti za wageni. Kwa sababu kama kondoo wanajua sauti ya Mungu, maana yake mtu mwingine atakapofundisha kuna kitu nafsini mwako kitakwambia hapa kuna kitu hakiko sawa, kwa sababu unachokitafuta ni Mungu. Kwa maana hiyo mtu atakayefundisha, hata kama anazungumza ukweli na uongo, Roho Mtakatifu atakusaidia, maana hakuna atakayeokolewa mwenye kuhitaji hakuna atakayepotea mwenye kuhitaji kuokolewa. Kwa katika kipindi cha mwisho ambao kuna udongo wa kila namna, kuna uongo wa kila namna kwa ajili ya kupoteza wanadamu. Weka msingi wako kwenye Biblia. Kuwa na imani kwa Mungu aliomba mbingu na nchi. Weka imani yako kwa huyu Mungu aliomba mbingu na nchi. Atakusaidia, hata kuacha. Ujue ukweli kwa nafsi yako.
ijue Biblia, imarisha imani yako kwa Mungu. Vitu vingi vinapita. Acha kuweka focus kwenye vitu vya dunia, kwa sababu ikiwa utaweka umakini katika vitu vya dunia na maisha ya raha hapa duniani, ndio ikawa msingi wa maisha yako, na ndio ikawa msingi wa kujua wewe umebarikiwa na kuishi huko na Mungu, kwa sababu kila kitu unachofanya kinakwenda sawa, na focus yako ikawa pale. Shetani atakudanganya, kwa sababu atakuletea watu wengi wanaofundisha hivyo unavyovitaka, kwa sababu Biblia inasema Thessalonike wa pili akamba, kwa kuwa watu, sura ya 2 kuanzia mstari wa 9, 10, 11, 12 na 13 ukisoma, anasema kwa kuwa hawakuipenda ile kweli, basi Mungu aliwaletea roho ya upotevu ili waamini nini? Uongo. Kwa sasa lazima ujue ya kwamba ninahitaji kuokolewa. Hebu niweke imani yangu katika kweli, ni upende ukweli kuliko vitu vingine ambavyo vinanifanya nijisikie vema. Kwa Yesu alishasema ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi ushinda ulimwengu. Kwa sasa lazima tujue ya kwamba ulimwenguni kuna dhiki. Na hata Paulo anasema imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa dhiki nyingi. Kwa hiyo sasa simaanishi utafute dhiki. In fact, ukitafuta dhiki unajitesa bure, kwa sababu hiyo dhiki inawezekana umetafsiri vibaya, si ndio? Lakini tutakiwa kusema ni kitu kimoja, ya kwamba hebu tujiandae kwa kuweka msingi wetu katika neno la Mungu na kujifunza kwa maombi na kuweka imani kwa Mungu. Kitu cha kwanza cha kulinda ni imani yako kwa Mungu. Ilinde kuliko kitu chochote, kwa sababu ibilisi ataitarget na ataitafuta kuiangusha kwa njia zilizo bora na zilizo mbaya, yaani kwa kukuletea vizuri ili aiangamize imani yako, ama kwa kukuletea vilivyo vibaya ili aiangamize imani yako. Kwa hiyo ni mashambulizi ya kila upande, na hata shambulia kwa njia moja, ni kwa njia nyingi. Kwa hiyo lazima utengeneze mazingira ya kujilinda kwa kumwamini Mungu na kulisoma neno lake na kujifunza na kusikiliza sauti yake na kuwa na muda mwingi wa kutafakari, kusikiliza wengine wanachofundisha, kuomba ili Bwana akuthibitishie kwamba hiki kilichofundishwa ni cha kweli, na kuendelea kufuata neno la Mungu na kujifunza na kusikiliza. Wekeza muda wako mwingi kuandaa maisha yako ya umilele kuliko kuwekeza muda mwingi zaidi kuandaa maisha yako ya sasa, maana hata yenyewe hujui yatakoma lini. Imani ni jambo la muhimu sana, na shetani atalishambulia hilo kuliko inavyofikirika. Lakini uamini ya kwamba ikiwa utamwamini Mungu utakuwa salama, hata kama dunia ingeligeuka, hata kama ingelipasuka, bado ukilikuwa salama, kwa sababu umemwamini Mungu. Ishi ukweli, dumu katika kutumaini la kweli, na Mungu hatakuacha. Nikutakia wakati mwema unapodumu kutafakari na kujiandaa kila siku kwa ujio wa Yesu mara